Nji. Mbona unalia mamangu? Hujalizishwa na show ambayo nimekupatia leo? Hapana. Unalia nini sasa? Hujalizishwa na kipato ambacho tumeelewana mimi na wewe? Hapana. Niambie shida nini? Lezo, mimi nakumbuka mbali sana. Unajua mimi sipendi kufanya hii biashara. Sipendi kufanya hii kazi. Sema inanibidi tu. Kwa nini unafanya hii biashara? Baada babangu kufariki, alimwachia mamangu mzigo mzito sana wa kunilea. Mamangu kujua nileaje, kwa sababu alikuwa na kazi. Alikuwa na kipato chochote cha kunifanya mimi niishi maisha mazuri. Hali hiyo ilinifanya mimi nishindwe kwenda hata shule. Ilinibidi niende mjini kutafuta maisha. Nikiwa na miaka 9 tu. Baada kufika mjini, nilipata kazi za ndani. Baada kupata kazi, siku moja bosi wangu wa kike alienda kazini, akiniacha nyumbani na bosi wa kiume. Sasa yule bosi wa kiume alikuwa ananihitaji kimapenzi. Mimi nikamkatalia. Hakuna, bora nibaki. Samahani Ji. I'm sorry. Hivi wewe bosi wako alikuwa na miaka mingapi? Na ana umri gani ukimwangalia? Alikuwa ni mkubwa sana kwangu. Alikutaka kimapenzi ingawa na miaka 9? Baada ya tukio hilo, akuchukua jukumu la kwenda kutoa taarifa polisi? Nilienda, lakini baada ya kufika polisi, hakuna aliyekuwa ananisikiliza. Kwa sababu kabla mimi kufika pale, wazungu walikuwa washafika. Na kwa palushwa leo hatukuwa kunisikiliza kwa chochote. Mimi sipendeleza kufanya hivi. Nafanya hivi kwa ajili ya mamangu. Alinitafuta pesa mamangu wale, apate mahitaji yake yote, lakini mimi sipendi. Sipendeleza. Kwani wewe bosi wako wa kike alijua kila kitu? Mimi nilitoroka. Na ulienda kwa nani? Nilikuwa tunaishi mtaani. Ndipo nikiingia kwenye hapa biashara ya kuuza moyo wangu. Pole sana mama. Nikombe kitu Ji? Samahani kama atakuwa nimekuingilia kwenye maisha yako. Lakini ili jukumu la kukulea wewe pamoja na mzazi wako, naomba nikabidhi mimi. Hapana. Mimi sitaki kukupa mzigo Lezo. Acha tu mimi nihudumie familia yangu mwenyewe. Mamangu ni jukumu langu mimi. Kwa hiyo sitaki kukupa mzigo wowote. Nakuomba usiingilie swala langu. Samahani. Nikombe kitu? Kama utojali lakini naomba nikuoe. Mimi? Ndio. Sioni kama nitakupa mzigo. Hapana. Ile jukumu niachie mimi mwenyewe. Sababu mimi ni mwanaume. Alafu nimekubali kila kitu kwa sababu nimekuona wewe ni mtu ambaye umepitia katika mazingira magumu sana. Hivyo basi mimi kama binadamu inabidi nipase kusaidia wewe. Samahani kama utakuwa nimeingilia kwenye maisha yako. Nakuomba nikubalie. Hapana Lizo. Mimi nitakupa matatizo, alafu isitoshe mimi
Mamangu ananitegemea. Sasa wewe utakuja ukinioa, mimi nitamlishaje mamangu? Mamangu ataishi vipi? Mimi sitaki kuolewa, nataka kumhudumia mamangu. Nakupenda, naomba nikubariki. Mimi